Hata kama wamesema nisifungue, nafungua. Nijue kuna nini humu ndani. Giza lilikuwa limeanza kutanda katika jiji la Dar es Salaam. Makelele ya magari, honi za daladala na harakati za watu waliokuwa wakirejea majumbani mwao vilimfanya Juma ahisi upweke wa ajabu, licha ya kuwa katikati ya mamilioni ya watu. Juma alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 28, mchapakazi, lakini maisha yake yalikuwa yakisuasua. Hakuwa na familia. Wazazi wake walifariki katika ajali ya gari akiwa mdogo sana, na alilelewa kituo cha watoto yatima. Siku hiyo, alipofika nyumbani kwake, chumba kimoja alichopanga maeneo ya Sinza, alikuta bahasha ya rangi ya kahawia imepenyezwa chini ya mlango. Haikuwa na stempu ya posta wala jina la mtumaji. Iliandikwa tu jina lake kwa mwandiko unaotetemeka: kwa Juma Mkwawa. Alipoifungua, ndani kulikuwa na ufunguo mmoja mkubwa wa shaba uliokula kutu na karatasi iliyochanika pembeni. Ujumbe ulikuwa mfupi: Mzee Yohana amefariki. Wewe ndiye mrithi pekee wa damu yake. Njoo kijiji cha Msisiri, Tanga. Nyumba na kila kilichomo ni mali yako. Lakini tahadhari, usifungue mlango wa chuma uliopo gorofani. Wakili K. Moyo wa Juma ulienda mbio. Mzee Yohana hakuwahi kusikia jina hilo. Je, huyu alikuwa babu yake? Ikiwa alikuwa na babu tajiri kiasi cha kumwachia nyumba, kwa nini alimwacha ateseke yatima miaka yote hii? Maswali yalikuwa mengi kuliko majibu, lakini shauku ya kuukataa umaskini ilimzidi nguvu hofu ya kutojua. Asubuhi iliyofuata, Juma alifunga safari kuelekea Tanga. Safari ya kuelekea kijiji cha Msisiri haikuwa rahisi. Kadiri basi lilivyozidi kuingia ndani ya Tanga, ndivyo miti mirefu na mikubwa ilivyozidi kuongezeka na nyumba kupungua. Kijiji cha Msisiri kilikuwa kimejificha katikati ya milima ya Usambara, sehemu yenye baridi kali na ukungu mwingi. Aliposhuka stendi ya kijiji, wenyeji walimtazama kwa udadisi. Alipouliza kuhusu nyumba ya Mzee Yohana, wanakijiji walibadilika sura. Nyumba ya mlimani? Mama mmoja muuza ndizi aliuliza kwa sauti ya chini, akijifanya kama anapanga bidhaa zake, asionekane anaongea naye. Kijana, kama unatafuta mahali pa kulala, lala hapa kijijini. Usiende kule juu. Kwa nini? Juma aliuliza. Kule kuna kumbukumbu mbaya, na wenyeji wanasema aliyekufa kule hakufa kweli. Juma alicheka kicheko cha dharau. Aliamini katika pesa na fursa, sio hadithi za vijiweni. Alichukua bodaboda, lakini hata dereva alimshusha nusu kilomita kabla ya kufika getini, akigoma kusogea karibu zaidi. Mbele yake ilisimama nyumba kubwa ya kizamani, mtindo la kikoloni. Ilikuwa imechakaa, rangi ikibanduka, na madirisha yakionekana kama macho ya mtu aliyekufa yanayomtazama. Ukungu mzito ulikuwa umeifunika nyumba hiyo. Alipofika mlangoni, alikutana na mzee mmoja mfupi mwenye mgongo uliopinda. Wewe ndiye Juma? Mzee yule aliuliza kwa sauti kavu. Ndiyo mimi. Wewe ni nani? Mimi ni Kambi, mlinzi wa hapa kwa miaka 40. Nilikuwa na kusubiri. Ingia, lakini kumbuka sheria moja. Usifungue mlango wa chuma uliopo gorofani. Juma aliingia ndani. Nyumba ilinuka vuvi, unyevu na kitu kingine, harufu kama ya maua yaliyooza. Samani zilikuwa za thamani, lakini zimefunikwa na vitambo vyeupe. Kambi alimwonyesha chumba chake na kumwacha peke yake. Usiku ule wa kwanza, Juma alilala kitanda cha mbao zito. Nje, upepo ulivuma na kupiga madirisha kwa nguvu. Lakini haikuwa sauti ya upepo iliyomwamsha saa 9 usiku. Ilikuwa sauti ya kukwarua. Sauti hiyo ilikuwa inatokea juu ya dari, ghorofa ya juu. Asubuhi iliyofuata, Juma aliamka akiwa choka. Alihisi kama hakuwa amelala peke yake chumbani humo. Alipotoka nje,
alimkuta Mzee Kambi akifyeka majani marefu yaliyozunguka nyumba. "Mzee Kambi," Juma aliita. "Jana kulikuwa na sauti gorofani. Kuna panya?" Mzee Kambi alisimama, akamtazama Juma kwa jicho lake moja reku. "Hakuna panya hapa bwana mdogo. Nyumba hii inaongea na wageni wake. Ukiisikiliza sana, itakuchanganya." Juma alipuuza maneno hayo kama uzee. Aliamua kuizunguka nyumba ili kukagua mali yake. Aligundua kuwa nyumba hiyo ilikuwa na vyumba vingi vilivyofungwa, lakini hatua zake zilimpeleka mpaka kwenye ngazi za kuelekea gorofani. Kule juu kulikuwa na baridi kali kuliko chini. Kulikuwa na ukanda mrefu na picha za zamani ukutani. Picha za mzee Yohana. Alikuwa mtu mwenye sura ngumu, macho makali, na hakuwahi kutabasamu kwenye picha hata moja. Mwisho wa ukanda huo kulikuwa na mlango. Mlango wa chuma. Haukuwa na kitasa cha kawaida. Ulikuwa na komeo nene na ulikuwa wa rangi nyeusi tii. Juma aliusogelea. Alishika ule mlango. Ulikuwa wa baridi kama barafu. Ghafla alisikia sauti ndani ya kichwa chake. "Fungua. Ukweli upo hapa." "Upo hapa kufanya nini?" Sauti ya Mzee Kambi ilimshtua Juma mpaka karibu aanguke. Mzee huyo alikuwa amesimama nyuma yake bila kutoa hata sauti ya hatua. "Nilikwambia usisogelee hapa. Hii ni nyumba yangu sasa," Juma alijibu kwa hasira. "Nina haki ya kujua kilichomo ndani." "Una haki ya kumiliki matofali na bati," Kambi alinonona, "lakini hakuna haki ya kumiliki dhambi zilizofichwa humo. Babu yako alifunga huo mlango kwa sababu maalum. Akifa, siri inabaki imekufa." Juma alishuka chini kwa hasira. Siku zilizofuata, Juma alianza kulukua, yaani kupekua, makabrasha ya babu yake ofisini. Alitaka kujua Yohana alipata wapi utajiri huu wote. Kwenye makaratasi, aliona rekodi za biashara za madini miaka ya 1980, lakini hesabu zikae sawa. Kulikuwa na pesa nyingi zilikuwa zikiingia, lakini hakuna maelezo ya zilikotoka. Siku ya tatu, alipopekua rafi la vitabu, aliangusha kitabu kikubwa cha dini. Ndani yake kulikuwa na picha iliyofichwa. Pichani walikuwepo watu wawili, Yohana akiwa kijana na kijana mwingine aliyekuwa akicheka. Nyuma ya picha kumeandikwa, "Yohana na Saidi, ndugu wa hiari, 1978. Juma alimtazama yule kijana wa pili. Sura yake ilifanana sana na mtu anayemjua. Alitoka nje mbio na kumtafuta Mzee Kambi. "Huyu ni nani?" Juma alimuuliza huku akimwonyesha picha. Kambi alipoiona picha, mikono yake ilitetemeka. Machozi yalimlenga. Huyo ni kaka yangu, Saidi. Yuko wapi sasa?" Juma alimtazama Mzee Kambi kwa uchungu. "Alipotea mwaka 1980. Walisema aliliwa na wanyama msituni wakiwa wanawindi na Yohana. Baada ya hapo, Yohana alitajirika ghafla, na mimi nilibaki hapa kumwomboleza kaka yangu." Juma alihisi baridi kimpanda. "Unasema babu yangu alimuua kaka yako?" "Sikusema hivyo," Kambi alisema huku akigeuka kuondoka. "Lakini damu nzito kuliko maji, na dhahabu ni nzito kuliko damu." Usiku ule, Juma hakuweza kulala kabisa. Sauti ya kukwarua gorofani iliongezeka. Sasa haikuwa tena kukwarua tu. Ilikuwa kama mtu anagonga mlango wa chuma kwa nguvu. Du, du, du. Juma alichukua tochi na ufunguo mkubwa wa shaba aliyoutumiwa kwenye barua. Alijua ufunguo ule ulikuwa wa mlango gani. Je, Juma atafungua mlango? Na kama akifungua, chumba hicho kina siri gani? Ni siri ya utajiri? Au ni siri ya damu iliyofichwa kwa miaka mingi? Hilo utalijua kwenye sehemu ya pili. Subscribe sasa ili uwe wa kwanza kuanza sehemu ya pili. Nisaidie sana kulike na kushare kwenye magroup na kwa rafiki zako wanaopenda simulizi na hadithi za kusisimua. Asante kwa kusikiliza hadi hapa. Tukutane sehemu ya pili ambapo mlango utafunguliwa na ukweli
hautabaki tena gizani.